Taarifa hiyo kwingineko ni kwamba familia moja kutoka kijiji cha Kifyonzo katika eneo bunge la Kinango katika kaunti ya Kwale inalilia haki baada ya binti yao wa miaka 31 kufariki katika hali ya kutatanisha na mwili wake kupatikana umetelekezwa msituni. Mejuma Mwaguni ambaye alikuwa na ulemavu wa kusikia na kuongea aliripotiwa kupotea tarehe 3 mwezi huu kabla ya mwili wake uliokuwa umeanza kuoza kupatikana siku 5 zilizopita katika msitu wa kijiji cha Ziwani, eneo bunge la Matuga. Kulingana na ripoti ya uchunguzi wa maiti iliyofanywa katika hospitali ya Kwale, marehemu alipigwa kwa kifaa butu kichwani kabla ya kunyongwa na watu wanaoaminika kumteka nyara. Familia hiyo sasa inaitaka serikali kupitia idara ya polisi kuharakisha uchunguzi na kuwakamata waliohusika na tukio hilo ili haki iweze kutendeka. Sababu ya kifo ni asphyxia, which is lack of oxygen, ama kukosa hewa kwa sababu ya kunyongwa, manual strangulation, na pia kwa kutumia nguvu kwa kumgonga kwa kichwa, na pia kwa sehemu za kifua alikuwa na bleeding internally. Sema kulikuja akaingilia usiku na mtu asimjua. Sasa wakajaribu kumenyana. Lakini wakamshinda nguvu, akatoka paka kaenda kalala kwa jirani. Mimi nadhani ni watu tu walifanya unyama huo, na nadhani ni mtu mwenye alikuja hapo nyumbani tu, mtu wake mzuri akamchukua, kwa sababu angetolewa nyumbani akikuwa angetolewa nyumbani vibaya, angefunga mlango na kufuli. Alafu kwa vile ambavyo mtoto wetu pia naye alikuwa ni mlemavu wa kuongea, haongei, naomba pia serikali nayo ichukulie juhudi ya kuwa apate haki yake yule mtoto.